Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurri ma yamin, amma abadu. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Omar, na leo tupo ndani ya Ramadhani ya 11. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama inavyofahamika kuwa makumi haya ya mwezi wa Ramadhani yapo makumi matatu. Kumi la kwanza tunaambiwa ni kumi la rehma, lakini kumi la pili ambalo tupo ndani yake hivi sasa tunaambiwa ni kumi la maghfira, na kumi la mwisho ni kumi la itqum minan nar, ni kumi la kuachwa huru na moto. Kwa hiyo katika kumi hili ambalo tupo, kumi la maghfira, tunahusiwa sana tuzidishe, tukithirishe kufanya maghfira, kumuomba tufanye toba, tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha ili tuweze kutoka tukiwa katika Ramadhani, tutoke tukiwa wasafi. Kwa sababu imepokea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja alikuwa akipanda ngazi katika msikiti wake, katika mimbari yake ya msikiti, akawa akisikika kila akipiga hatua ngazi ya kwanza anakisikika akitikia akisema amin, ngazi ya pili amin, ya tatu pia akasema amin. Maswahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, hizi amin amin unakusudia nini? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, nilimsikia Jibril akisema, raghma anfu rajulin, amepata hasara mtu yule ambaye adraka Ramadhan, ameidiriki mwezi huu wa Ramadhan, falam yughfar lahu dhanbun, kisha akawa hakusamehewa madhambi yake. Kwa maana ya kwamba utakuwa tumepata hasara, mimi na wewe mtazamaji wa Rapta Channel, kwamba Ramadhan tumeidiriki tokea mwanzo, kumi la mwanzo limekwisha, tupo sasa katika kumi hili la pili, kisha ikawa imeisha hata kumi la pili la tatu, Ramadhani yote tunakusudia ikawa imekwisha, ukawa hukufutiwa madhambi yako, mtu huyu atakuwa amepata hasara. Nimepokea siku moja, kulikuwa na bwana mmoja ambaye alikuwa ni mcha Mungu, Taqiyuddin. Huyu alikuwa watu walikuwa wakimwamini sana katika kijiji kile, walikuwa matatizo yao wanampelekea yeye. Ikatokea akaja bwana mmoja kuja kumshtakia bwana, ya Taqiyuddin, ewe Taqiyuddin, sisi tunakushtakia kuwa mbingu mvua hazinyeshi, mji umekuwa mkame. Yule bwana akamwambia, istaghfirullah, muombe msamaha Mwenyezi Mungu. Kisha wale watu wakaenda zao. Akaja mwingine akamshtakia, bwana, hatuna fedha, hali ngumu, chakula hakipatikani. Yule bwana akamwambia, istaghfirullah, mtake msamaha Mwenyezi Mungu. Akaja watatu vile vile akamueleza shida zake pia, akamwambia istaghfirullah. Sasa yule bwana kwa kuwa alikuwa akikana watu ambao watu wake, wanafunzi wake walikuwa wakimsikiliza, wakamwambia, ya sayyidi, awa kullama jaa ilaika yashku qulta lahu astaghfirullah, ewe sayyidi, ewe bwana wetu, mbona kila yule anayekuja kwako kukueleza shida zake unamwambia istaghfirullah, kwamba muombe msamaha Mwenyezi Mungu? Vipi? Yule bwana akawaambia, awama qara'tum qawla Allah ta'ala, hivi nyinyi hamjapata kusoma kauli ya Mwenyezi Mungu inayosema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kwamba hampata kusoma kauli ya Mwenyezi Mungu inayosema faqultu astaghfiru, nikasema muombeni msamaha Mwenyezi Mungu, innahu kana ghaffara, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa kufuta madhambi. Yursili samaa, mkimwomba Mwenyezi Mungu msamaha sasa, yursili samaa alaykum midrara, atakunyeshelezeni mvua, wa yumdidukum bi amwali, na atakupeni mali nyingi, walbanina, na watoto, yaj'al lakum jannatin, na pia atakujalieni mabustani pepo, wa yaj'al lakum anhara, katika bustani zenu hizo pia kutakuwa na mito. Kwa hivyo katika mwezi huu wa Ramadhani, hasa hususan katika kumi hili la pili, natakiwa tuzidishe sana kumuomba Mwenyezi Mungu maghfira, kwa sababu kumi hili ni kumi adhim. Ramadhani yote ni Ramadhani, ni mwezi wenye fursa, lakini kwa kuwa tupo katika kumi la maghfira, tukithirishe sana, tusikubali mpaka Ramadhani inaondoka tukawa ni watu wenye kuangukia pua, ni watu wenye hasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kukithirisha kumuomba maghfira, ili tutoke katika Ramadhani tuwe ni watu wenye kupata faida, tusiwe ni watu wenye kupata hasara. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.